Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amepanga kuhamisha Wapalestina kuwapeleka Libya. Hata hivyo ni wakazi karibia milioni 1 kutoka katika ukanda wa Gaza. Imefichuka kuwa maafisa wakuu wa serikali ya rais wa Marekani Donald Trump wanashughulikia mpango wa kuhamisha takribani nusu ya wakazi milioni 2.2 wa ukanda wa Gaza uliozingirwa na kuwapeleka hadi nchini Libya. Shirika la habari la NBC News limeripoti hayo na kueleza kuwa mpango huo unakusudia kuwahamisha katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini wa Palestina zaidi ya milioni 1. Vyanzo vya kuaminika vimenukuliwa na shirika la habari la NBC vikisema kuwa pendekezo hilo limepiga hatua kiasi kwamba limejadiliwa moja kwa moja na uongozi wa Libya. Marekani imejitolea kuachia mabilioni ya dola za fedha za Libya zilizozuiwa ikiwa nchi hiyo itakubali kuwapa makazi wa Palestina watakaofurushwa katika makazi yao, vimesema vyanzo hivyo. Duru za habari zimearifu kuwa utawala wa Israel umefahamishwa juu ya mazungumzo hayo na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano ya mwisho ambayo yamefikiwa kufikia sasa. Trump alikariri siku ya Alhamisi ya wiki hii kwamba Marekani inapaswa kumiliki Gaza na kuigeuza kuwa eneo huru. Hii ni katika hali ambayo mwezi Machi mwaka huu serikali ya Somalia ilipinga vikali pendekezo la Marekani la kuwapa makazi wa Palestina katika ukanda wa Gaza kwenye ardhi ya nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Somalia Ahmed Moulin Fiq alinukuliwa akisema Somalia haiafiki pendekezo lolote linalokiuka haki za Wapalestina kuishi kwa amani katika nchi yao. Kabla ya hapo, maafisa wa serikali ya Sudan walipinga pendekezo kama hilo la Marekani, huku maafisa kutoka eneo la mamlaka ya ndani ya Somalia wakikana kuwepo mawasiliano ya aina yoyote kuhusiana na suala hilo. Hata hivyo, viongozi wa Arab League walikutana siku ya Jumamosi nchini Iraq katika jiji la Baghdad kujadili juu ya suala la ukanda wa Gaza na kwamba wamekubaliana kuchangishana kwa ajili ya kujenga ukanda huo wa Gaza ambao unahitaji takribani dola bilioni 600 kwa ajili ya ujenzi. Iraq kupitia waziri wake mkuu imesema itatoa dola bilioni 40 ambapo dola bilioni 20 ni kwa ajili ya Gaza, huku mataifa mengine yakiahidi kutoa fedha ili kujenga ukanda huo wa Gaza na kuhakikisha kwamba wanamuwahi bwana Donald Trump ambaye mpango wake ni kuwaondoa watu wa ukanda wa Gaza. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanamuona Donald Trump kama mtu mnafiki ambaye anaumizwa na mauaji ya watu wa Gaza, huku akitaka kuwaondoa lakini akishindwa kuwazuia Waisraeli wanaofanya mpango huo. Trump angekuwa na uwezo wa kuweza kuizuia Israel kuwashambulia watu wa Gaza, lakini amekuwa kimya. Kwa maana yake anaunga mkono na kile anachokifanya katika kusema kwamba anaumizwa na kile kinachotokea katika ukanda wa Gaza ni unafiki ambao anaufanya bwana Donald Trump, kwani katika nyakati ambazo amekuwa akielezea baadhi ya mambo, amekuwa akisema kwamba anaumizwa na mauaji hayo, hachukui nafasi yake kwa ajili ya kumaliza vita hivyo, ambapo wachambuzi wa mambo wanadai ingekuwa ni taifa lingine huenda jambo hili lingeisha mapema, tofauti na anavyoliangalia katika ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.